kwa vijana wa Kitanzania katika mikoa yote ya Tanzania ambayo ni sehemu ya Jeshi la Akiba. Jeshi hili limeendelea kushiriki katika shughuli za ulinzi ndani ya nchi, na katika kipindi hiki cha miaka minne vijana 55,790 walipatiwa mafunzo ya mgambo, na kati yao wavulana wakiwa 47,663 na wasichana 7,922. Vile vile kamandi ya Jeshi la Akiba kupitia kamati za usalama za wilaya na mikoa imeendelea kuelimisha wananchi juu ya masuala ya ulinzi na usalama. Aidha, jeshi hili la akiba, wale wanaopata mafunzo wanakuwa Jeshi la Akiba, wale mliopita JKT mnakuwa Jeshi la Akiba, wale wanaostaafu wanakuwa Jeshi la Akiba. Kwa hiyo jeshi letu la akiba ni kubwa sana. Aidha, jeshi hili la akiba limepata mafanikio makubwa katika kuwajengea wananchi uzalendo na kuwapatia ujuzi wa kulinda taifa na hivyo kujenga mshikamano wa kitaifa. Labda tu hapa nifafanue, nimesema kamandi hii imeanzishwa sasa, lakini mafunzo haya hata huko nyuma yalikuwepo. Lakini yalikuwepo, tulikuwa tu kilichokuwa hakipo ni kamandi. Kwa kuona umuhimu wake, basi Jeshi la Ulinzi la Wananchi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania lilitoa mapendekezo na serikali iliona umuhimu wa kuanzisha hii kamandi ambayo inafanya vizuri sana. Nimesema jeshi la akiba ni kubwa sana. Kwa hiyo yeyote anayejijua kwamba ni miongoni mwa jeshi hili la akiba katika hayo makundi niliyoyasema, basi aendelee kuwajengea wananchi elimu na uwezo wa kuendelea kuwa wazalendo na kuwapatia ujuzi na umuhimu wa kulilinda taifa lao, na hivyo kuwezesha mshikamano wa taifa letu ambao kila mataifa mengi mbalimbali wanautamani uendelee kudumu. Kwa hiyo kama wewe sio sehemu ya jeshi la akiba, kaa karibu tu na wale walio karibu na jeshi la akiba ili uweze kunufaika zaidi, naweza kuelewa, kwa sababu haya ni mambo mnaweza mkayaona ni madogo, lakini ni mambo makubwa sana. Mataifa husambaratika kwa kukosa uzalendo. Mataifa husambaratika kwa kukosa mshikamano. Kwa hiyo tujitahidi, wale wote wenzangu mimi ambao ni sehemu ya jeshi la akiba, basi tukafanye kazi yetu inavyotakiwa. Katibu mkuu hapa ni mmoja wa jeshi la akiba. Nafikiri hapa Maradi ni mmoja wa jeshi la akiba, na wengi huko nikisema nyosheni mikono nafikiri wengi nitawapata ambao ni miongoni mwa jeshi la akiba. Tukafanye kazi yetu jamani. Sawa? Tusiache, hii sio kazi ya mtu mmoja, ni kazi yetu sote. Fanikio lingine ni kuimarisha ushirikiano wa nchi nyingine ushirikiano na nchi nyingine katika nyanja za kijeshi na kiulinzi. Na ndugu wanahabari, kwa kuzingatia mikataba ya kikanda na kimataifa ambayo Tanzania amesaini au tumesaini, kwa kuzingatia mikataba hii katika kipindi hiki cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, serikali kupitia wizara imeendelea kuliwezesha Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kushirikiana na nchi rafiki, jumuiya za kikanda na kimataifa katika maeneo ya ulinzi na amani, mazoezi na mafunzo pamoja na michezo. Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania limeshiriki katika operesheni mbalimbali za kikanda na Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Lebanon chini ya misheni za Umoja wa Mataifa, na operesheni ya kuleta amani nchini Msumbiji chini ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambayo ilijulikana zaidi kama SAMIM, na hii ilimaliza muda wake mwaka jana mwezi Julai, na misheni ya ulinzi wa amani katika Jumuiya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia pia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika ambayo inajulikana zaidi kama SAMDRC, na hii imemaliza muda wake mwezi Machi mwaka huu. Na ushiriki huu umewezesha kulinda mipaka yetu, kuimarisha diplomasia ya ulinzi na kutekeleza matakwa ya kimkataba ya kimataifa na kikanda, na kulijengea taifa letu heshima kubwa sana. Tukumbuke pia kwamba mafanikio haya makubwa ni matokeo ya uongozi mahiri wa Dr. Samia Suluhu Hassan, si tu kama Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kama mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Yeye ndo mwenyekiti kwa sasa hivi. Kwa hiyo napotaja hizi misheni za amani ambazo zimefanyika katika kanda
au Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, anayekuwa akiongoza michakato hii kama mwenyekiti ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Si kazi ndogo hata kwa taifa kujitoa katika mission kama hizi. Inahitaji ujasiri wa hali ya juu, inahitaji utayari wa hali ya juu, na inahitaji uzalendo wa hali ya juu. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema kwa nini, lakini yeye anaelewa kwamba amani ya nchi yako lazima pia uangalie amani ya dunia, na ukiwa kama mwanachama wa hii mikataba ya kimataifa na kidunia. Lakini pia Tanzania ni mjumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kuna kazi inafanyika kupitia ndani ya nchi, lakini kuna kazi ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiifanya kupitia Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kama mwenyekiti, na kazi ambayo ameifanya kupitia Umoja wa Afrika kama mjumbe wa Baraza la Usalama la Afrika. Na hii ni heshima kubwa sana. Ni kwamba unaaminiwa kimataifa, unaaminiwa kikanda, na unaaminiwa hata katika Umoja wa Afrika kupewa nafasi kubwa kama hizi za kusimamia ulinzi na amani kimataifa na kikanda. Kwa hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tumpongeze sana na tuendelee kumuunga mkono, kwa sababu kazi hii anatutegemea sisi wote ambao ni wasaidizi wake, lakini na sisi waandishi wa habari kuelezea yale mazuri na faida za haya yanayofanyika. Kuna mazuri, lakini kuna faida. Faida lazima zieleweke kwa wananchi ili wajue kwamba kwa nini Tanzania inafanya yote haya, kwa nini Mheshimiwa Rais anatoa kipaumbele katika haya, na katika kutoa kipaumbele tunanufaika nini. Kwa hiyo faida ndio hiyo, kuimarisha amani, kuimarisha diplomasia ya uchumi, nitaongelea hapa kidogo, yani diplomasia ya ulinzi nitaongelea huku mbele. Ni kutoa tu mfano ni jinsi gani hii diplomasia ya ulinzi imekuwa na manufaa makubwa sana. Mazoezi ambayo tumeyafanya kwa pamoja kupitia sisi wenyewe, lakini kushirikiana na nchi nyingine ambayo pia ni mafanikio, kwa sababu nimeshasema haya mazoezi yanaleta uimara, yanaleta mshikamano na yanaleta utayari. Kwa hiyo lakini pia yanahitaji rasilimali za kutosha, si kitu kidogo. Kwa hiyo mazoezi yaliyofanyika katika kipindi cha miaka 4 ni pamoja na zoezi la Shared Accord lililofanyika nchini Rwanda, zoezi la Beach Landing Operation lililofanyika Bagamoyo Mapinga, zoezi liitwalo Joint Combined Exchange Training lililofanyika katika eneo la Kunduchi kwa ushirikiano na jeshi la Marekani mwaka 2021, mazoezi ya Linda Kisiwa, Linda Mpaka, Dragonfly, Endekaa Tayari yaliyofanyika kuanzia mwaka 2022 hadi 2023 katika maeneo ya Zanzibar, Lindi, Ruvuma na Tabora. Zoezi la utayari wa jeshi la ukombozi la wananchi wa China mwaka 2023 lijulikanalo kama Transcend 2023. Zoezi hili lilifanyika katika kituo maalum cha kijeshi kilichopo Mapinga, Pwani. Zoezi la kupambana na uharamia majini lijulikanalo kama Amphibious Assault lililohusisha jeshi la wanamaji la Tanzania na jeshi la Jamhuri ya Watu wa China. Zoezi lijulikanalo kama Amani Umoja 2024 likiwa ni maadhimisho ya miaka 60 toka kuanzishwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Baadhi yenu mlishuhudia na mliona utayari wa jeshi letu kwa ule uchache tu wa mambo yaliyofanyika wakati huo wa maadhimisho. Zoezi lijulikanalo kama Africa India Key Maritime Engagement 2025 lililohusisha jeshi la wanamaji wa India pamoja na jeshi letu la wanamaji na nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, Kenya, Afrika ya Kusini, Msumbiji, Djibouti, Madagascar, Mauritius, visiwa vya Comoros na Seychelles, na zoezi la kuimarisha na kuwajengea uwezo maafisa na askari liitwalo Katras Express lililohusisha majeshi ya mataifa 14 ikiwemo Marekani, ikiwemo Komoro, Djibouti, Georgia, Kenya, Madagascar, Malawi, Marekani, Mauritius, Morocco, Msumbiji, Seychelles, Somalia na Ufaransa, Ubelgiji, obviously na Tanzania kama nchi mwenyeji. Vile vile serikali ya awamu ya 6 kupitia taasisi zake, kupitia wizara na taasisi zake imeshirikiana kwa tija na nchi rafiki katika masuala ya ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali ikiwemo mafunzo na taaluma ya kijeshi,
misaada ya kitaalamu, zana na vifaa. Vile vile ushirikiano umeimarishwa na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mafunzo, ubadilishanaji wa wataalamu na operesheni mbalimbali, ambapo umewezesha nchi yetu kujenga uwezo, na mafanikio haya yamewezekana kutokana na jitihada za makusudi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha diplomasia, ikiwa ni pamoja na diplomasia ya ulinzi. Pia tumeshiriki vikao mbalimbali kama ngazi yangu, ngazi ya katibu mkuu, ngazi ya wataalamu, ambao pale tunapata fursa ya kubadilishana mawazo na wenzetu. Haya yote yanahitaji pia utayari na rasilimali, kwamba mtu aone kwamba kumbe kushiriki katika vikao kuna faida na kunaleta mtangamano ndani ya nchi yako, lakini na nchi marafiki na jumuiya za kikanda. Na wakati mwingine mtu akisema kumekuwa na mafanikio ya diplomasia ya kiulinzi, nadhani watu wanaiona kama ni kitu chepesi, lakini tuna mfano hai hapa juzi, wala sio muda mrefu, ambapo mmeona baadhi ya watu waliotaka kuja kujipenyeza ndani ya nchi yetu na kuleta vurugu. Watu hao wamekuja, lakini kutokana na diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, nisamehe sana kwa sababu pia nimekuwa katika wizara zingine ambazo zinashughulika na uchumi, kwa hiyo wakati mwingine na baada ya kusema diplomasia ya ulinzi najikuta nikisema diplomasia ya uchumi, lakini pia diplomasia ya uchumi ni kama imezoeleka zaidi. Mmeona jinsi gani mataifa ya hao waliotaka kujipenyeza na kuleta fujo yamekuwa mstari wa mbele kuitetea Tanzania. Mmejionea ndugu zangu, si ndio? Kwamba wao nakimbilia kwenye nchi ya mwingine, unataka kwenda kufanya fujo, lakini kwa sababu ile nchi imeshajenga diplomasia vizuri, na nchi yako, hata nchi yako inaona kwamba wewe kwa kweli unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya kuimarisha diplomasia ni mambo muhimu sana. Ni fanikio ambalo kwa kweli hatuna budi kujivunia, lakini hatuna budi kupongeza. Kwa sababu mtu mwingine angetarajia kwamba hawa watu waliofanya wanataka kuleta vurugu katika nchi, basi nchi zao